adui anaweza kufanya usithaminike. Thamani yako ikakosa kabisa. Lakini kitabu cha Ayubu anasema mwanadamu hajui thamani yake. Hajui thamani yake. Haleluya. Thamani ya mwanadamu inapanda wakati gani? Pindi yule mwanadamu anapoamua kumwabudu Mungu wake, anapoamua kumtafuta Mungu. Hakuna jambo la thamani kwenye ulimwengu huu kama kumtafuta Mungu. Haleluya. Haleluya. Sema Bwana Yesu, thamani yangu ilipopotea leo nairudisha kwa jina la Yesu. Thamani yangu ilipopotea, hebu simama juu, sema thamani yangu ilipopotea leo nairudisha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu omba ukiwa unaelewa nilichokuambia, ukiombea. Haleluya. Uthamani wa mtu unaondolewaga. Unasikia mtu alikuwa anathaminika maana, lakini inafikia hatua ule uthamani unaondoka. Adui kazi yake ni kuondoa nini? Thamani ya mtu, uonekane kituko, uonekane una lolote, ufai kitu kwenye jamii. Sema Baba, katika jina la Yesu, leo ni siku yangu ya kwanza, ninarudisha uthamani wangu popote nilipoaibika. Hapa nasikia minongono. Sema popote nilipoaibika. Saa hii popote nilipoaibishwa, saa hii narejesha uthamani wangu, narejesha uthamani wangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, ule uthamani wangu unarejea na urejesha uthamani kwenye ndoa, uthamani kwenye familia, uthamani kwenye kazi yangu, uthamani urejea haraka. Prayer. Acha kuangalia watu, omba. Omba binti, kama sio wewe ombea mume wako athaminike hata kwenye kazi anazofanya. Hata kama anafanya kazi ya kuendesha magari, kuendesha pikipiki, anahitaji kuthaminika, anahitaji kuthaminiwa, anahitaji athaminike kwenye kazi zake, kwenye biashara zake. Hiyo unafanya biashara, hiyo unafanya chochote, anasema uthamani wako unarejeshwa leo. Tamka, 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 usinongone. Tamka, tamka, tamka. Una sehemu thamani yako haipo. Twende kwenye kitabu cha Nahumu 3:6. Sema thamani. Rudia tena. Rudia tena. Kuna watu mpaka leo, mpaka saa hii tunapoongea, saa hii, sijui kama unanisikiliza, mpaka sasa tunapoongea, saa hii tunapoongea hivi leo, hapa tunapoongea, Mungu alikuwa na mpango wa kuwathaminisha, wakakataa.
wakakataa. Mungu akawa na mpango wa kuweka sehemu yenye kuthaminika. Huyo mtu akafanyaje? Akakataa. Bwana asifiwe. Huyo mtu akafanyaje? Akakataa. Unakataaje sasa? Nini kinatokea? Nini kinatokea? Pindi Mungu anapotaka kuweka kwenye nafasi fulani, hana lengo la kukuua, hana lengo la kukuumiza, ana lengo la kukuthaminisha. Amen. Kukutenganisha na watu wengine. Amina, 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 amina. Hata kama unasema mimi ni mwimbaji, kuweka kwenye uimbaji sio lengo, sio kuwafurahisha watu, ni wewe kuthaminika. Amen. Amen. Watu wananisikia kweli? Amina. Hilo kwenye maombi unapewa kipindi hata cha kuomba. Lengo sio uongoze watu maombi, ni ili wewe thamani yako ipande. Amen. Ili wewe ona wewe ni mtu wa kawaida, wasikuchukulie tena wa kawaida. Sema nakataa kuwa wa kawaida. Nakataa kuwa wa kawaida. Watu wananisikia hapa? Amina. Mungu kukupa biashara kwenye ule mtaa sio lengo wauzie watu, ni kukuthaminisha. Uwe wa thamani. Amen. Amen. Lakini unapoona biashara inaharibika, ujue thamani umefanyaje? Unaondoka. Amen. Amen. Nimeweka mziki hapo, sijui kama umeutoa. Sema thamani. Thamani. Sema thamani. Thamani. Rudia tena. Thamani. Thamani. Kupewa watoto sio lengo ujaze dunia, ni kuthaminiwa. Mungu ameamua kuthamini uwe tofauti na watu wengine. Hapo ulipo wewe, anayezaa mwizi na aliyemzaa Mama Samia hamfanani. Sema tufanani. Wewe uliyezaa mwizi na aliyemzaa mwalimu hamfanani, thamani yenu haifanani, haifanani kabisa. Ndio maana tunaomba Mungu akupe thamani. Mungu akupe thamani wewe. Amina. Bana nashangaa tu. Nasema Mungu akupe thamani. Amen. Wewe uliye na nyumba yako nzuri ni tofauti na aliyepanga kama mimi. Baba. Amen. Wewe pangisha kama mimi na aliye na nyumba tunatofautiana kiwango cha nini? Cha thamani. Mimi kuna mahali siwezi kuthaminika kwa sababu sina nyumba. Ila kuna mahali pengine wewe unapoenda, wewe una nyumba, watu wanakuona si wa kawaida. Amen. Umejitofautisha na watu. Amina. Sema thamani yangu irudi. Thamani yangu irudi. Kuna mtu aseme thamani yangu irudi hapa. Wewe unayepanga chumba cha giza na mimi nayepanga kwenye nyumba ya kioo, tunatofautiana. Kuna viwango tunatofautiana. Kuna viwango tunatofautiana. Wewe unayehudhuria tu kanisani na anayehubiri injili mnatofautiana. Amina, 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 amina. Amen. Unapoona Mungu anakupa nafasi ya kitu fulani, lengo sio ujaze. Lengo ni uthaminike. Amen. Uwe tofauti na watu wengine. Uwe tofauti na jirani. Uwe tofauti na kaka yako na dada yako. Uwe tofauti na baba yako. Nasema leo Mungu akutofautishe. Sema nakuwa tofauti kuanzia leo. Bali kwambia hata kama unafanya biashara ya kalanga, kuna mtu haulingani naye. Kuna mtu ufanani naye. Kuna kiwango umepanda kuliko yule. Sikiliza Naumu anachokisema. Anasema mstari wa 6. Naumu 3:6. Nami nitatupa uchafu ukuchukizao juu yako. Nami nitatupa uchafu ukuchukizao juu yako. Uchukizao. Sema uchafu uchukizao. Uchafu uchukizao. Rudia tena hilo na. Uchafu uchukizao. Mbona utamki sasa? Uchafu uchukizao. Mbona utamki? Uchafu uchukizao. Nilikupa mfano kwamba mtu akikupaka kinyesi, si ndio? Alafu uende kwenye kikoba, nini kinatokea?
na mtu? Wanafanyaje? Wanafanyaje? Muulize jirani yako, umepakwa kitu gani wewe kinachosababisha watu wakukimbie? Umepakwa kitu gani kinachosababisha? Wewe uko rohoni wewe kweli? Uko rohoni? Uko rohoni? Niongee na mtu aliko rohoni. Ukiona watu wanakukimbia, kuna kitu wanakikimbia. Kuna vitu wanavikimbia kwako, si bure. Hao watu wanielewa. Wanda wanakukimbia kwa sababu ya umbea, kwa sababu ya hasira. Kuna uchafu tu umewekwa kwako ili ukimbiwe, ili ukataliwe. Hao watu wananisikia? Anasema nitatupa uchafu. Akusema nitaweka uchafu. Auwekwaji, unatupwa. Vichafu haviwekwaji, vinatupwa. Anasema nitatupa uchafu. Nitafanya? Anasema nitatupa uchu. Alafu baada ya uchafu kuja, nini kinatokea? Na nitatupa uchafu ukuchukizao juu yako, kukufanya uwe mchafu. Nami nitakufanya kuwa kitu cha kutazamwa kwa dharau. Piga Yesu makofi. Muulize kwa nini unadharaulika? Kama unaona unadharaulika, yupo anayeheshimika. Yupo anayeheshimika. Nani huyo anayeheshimika? Ni Yesu Kristo aliyekuwa msalabani. Alafu akasema yote yamekwisha. Amina. Amen. Kuna mahali hujaamua. Siku moja Daudi akaimba wimbo, akatamka akasema, nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Unajua kwa nini alisema hivyo? Alijua kwamba thamani yake inaenda kuongezeka. Thamani yake inaenda kuongezeka. Palipopunguka panaenda kuongezeka. Na watu wananisikia? Ngoja tu nikwambie, yeyote unapoona anasimama kuhubiri Injili, unanisikiliza mimi? Utahitaji uniangalia hapo unaponisikiliza. Iwe ni mwimbaji, iwe ni mwinjilisti anahubiri barabarani, sauti zao huwa zina mvuto. Hawajanisikia? Amen. Angalia, kwa sababu zile sauti zina mvuto na zina nguvu, watu wabaya huwa wanawachukia. Yaani si kwamba anaenda kumwambia mimi unajua nakuchukia. Anasikia ndani huku kuchukia ile sauti inayoongea hapa. Amina. Amen. Amen. Anasikia kutokuridhishwa na hicho kitu anachokifanya ile mtu. Anatamani ile mtu angeondoka tu pale. Leo nakupa siri. Ile sauti haitoki bure. Inatoka na mamlaka ya kuamrisha. Mimi ningepewa pendekezo. Kuna watu hawajaolewa. Kuna watu hamjaolewa. Yaani kama hujaolewa au uliolewa ukaachika, yaani hauna naye kuzuia. Fanya kazi ya Mungu. Hata kama unasema mimi sijaitwa, lazimisha uitwe. Amen. Nasema hivi, lazimisha uitwe. Tunapoongea sahihi, kuna binti mmoja alirekodiwa akiwa amelewa. Halo? Amina. Akiwa amefanyaje? Amelewa. Anahubiri Injili.
Unafikia wapi? Mtandao. Nataka nikwambie hivi, kila mmoja alikuwa anatamani kumchukua yule binti amsaidie afanye kazi ya Mungu. Amen. Angalia, huyu ameamua, amelewa chakali, lakini anachokiongea kitokana na ulevi. Kuna kitu cha thamani anachokiongea, japokuwa appearance yake haionyeshi ni wa thamani. Hana hata kiatu, amevaa kisuruali kitight, inaonyesha labda ni kama alikuwa amelewa. It means wanaume walikuwa wanamfuata kila mmoja, lakini alichokiongea watu wakaona hata kama ni mlevi kuna kitu cha thamani. Yes. Amina. Lakini adui alijaribu kuficha hicho kitu. Yaani kama naona amevalishwa nguo nzuri, amefunga kitambaa, huwezi kuamini kama ndio yule alikuwa mlevi. Amen. Amen. Huwezi amini kama yeye ndio alikuwa mlevi. Mungu akiamua kubadilisha maisha yako ni siku moja na dakika moja. Amen. Siku moja na dakika moja. Amen. Ayubu anasema mwanadamu atambui uthamani wake. Atambui. Kama ningekuwa na shauri, nisikilize binti, nisikilize mama, nisikilize. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Hayo nayoona yanatokea kwenye familia yako, si Mungu ameyaleta, ni kwa sababu yako. Narudia, ni kwa sababu yako. Ukiamua kusimama na Mungu, uthamani wako utabaki hapo hapo. Huyu amelewa, and then she's preaching a gospel, na anaelezea nini kilikuwa. Watu walioona wenye akili hawakuona ulevi, waliona kila alichokuwa anakiongea kwamba hiki anachokiongea ni cha thamani kuliko ulevi. So tukianza kulea hicho kilicho ndani, kile kilicho ndani kitaua hiki cha nje. Tukiinua hiki cha ndani, hiki cha ndani kitaua cha nje. Cha ndani kitaua mwonekano mbaya wa nje. Cha ndani kitaondoa umaskini wa nje. Cha ndani kitaondoa ulevi wa nje. Cha ndani kitaondoa uzinzi. Amina. Nataka niwaambie, hakuna binti yoyote au mwanaume yoyote anayependa kuzini. Maskini peke yao, maskini peke yao ndio wazinifu. Hawajanisikia. Yale kama wewe ni maskini, akili yako yote inaishia kwenye nini? Kwenye hata kama una duka swini, roho ya umaskini ipo. Na siku moja utashushwa chini. Natoa tu mfano. Huyu ni binti amelewa. Lakini ndani kuna moto, kuna uthamani. Ni lulu iliyokanyagwa na nguruwe, ni lulu iliyotupwa katikati ya nguruwe. Nataka nikwambie, haijalishi unavaa vizuri kiasi gani, haijalishi unatembea kwa hekima kiasi gani, lakini uthamani wa mtu upo ndani, umefichwa. Na huo ndio adui anataka usionekane. Ila tunapoomba, when we pray, we raise. Tunahamisha. Tunahamisha jangwani. Huwezi kukataa kuomba alafu kasema uthamani wako utarudi. No, never. Kuna watu wana vitu vizito. Bwana nikuulize swali. Je, kama angeenda kurekodi uchi wangemtafuta? Angerekodi anazini, angetafuta huyo mtu? Hapana. Jibu hapa.
Wacha nikwambie, kuna vitu adui anaanza kuvificha, ukaonekana ni mbwa takataka mbele za watu, ukaonekana hauna msaada wowote. Unasikia? Si kila unayemwona amefanikiwa basi alikuwa anabembelezwa au alithaminika mwanzo. Wengine wametolewa kwenye mashimo ya takataka. Amina. Amen. Adui ameficha thamani yao, wametupiwa uchafu. Niwapa mfano hapa. Tumeenda kwa baba mchungaji mmoja, anashuhudia, alishuhudia kitu cha ajabu sana. Ni mchungaji lakini anaishi na mwanaume sio kwake. Ni mchungaji lakini ana kanisa. Akianza kuhesabu ni wanaume zaidi ya 10 ambao amekutana nao. Sio kukutana nao kulala nao, au kulala nao siku 2 siku 3 au achana nao. Na kuambia wale wa kumuoa akaachana nao, wakaachana 10. Ni nani? Kimwili, sikilize mama, kimwili anaonekana ni mzinzi, ila huku ndani kuna kitu kinaiva, kinafichwa na hii tabia ya mwili, kinazimwa na hii tabia ya mwili. Kuna mmoja anakuambia, mimi natamani wewe mtumishi, mimi natamani wewe, lakini ile tabia ya mwili inafisha kitu cha ndani. Yule binti anakuja kwa baba, anamwambia, mimi nataka kuombea huduma. Baba anamwambia, huwezi kuombea huduma wakati mwanaume wa mwisho alikuwa amemtolea mpaka mahali. Sema mahali. Mwisho wa siku akakataa, kaenda kwa mwanaume mwingine. Wewe fikiria ushatolewa mahali alafu unakataa. Na ni mchungaji. Unamkataa, unaenda kwa mwingine ambao unaona kama ana viela hivi. Yule mwanaume akamlani akasema, kama nilitoa mahali na ukaenda kuolewa sehemu nyingine, hautawahi kufanikiwa. Na yuko wapi? Kanisa. Hello? Amen. Baba akamwambia, nenda ukamwombe msamaha yule mtu. Alipofika makani, akapiga simu, naomba unisamehe, niko tayari kurudishia mali yako. Huyo mzee akamwambia sawa. Mchungaji akaenda akamwambia mume wake huyo aliye naye ndani, bwana, naomba yule mtu tumrudishie nini mali. Wewe fikiria, huyu mwanaume anakubali. Bwana sawa, tafute mahali tukamrudishie huyo ex wako. Wakarudisha mahali. Miaka 10 hajawahi kufunga ndoa. Baada ya kurudisha mahali na kuomba toba na msamaha, Mungu akamthaminisha, kampa ndoa, kampa watoto. Amina. Amen. Wana gari, wana kanisa zuri, wana viwanja. Mungu akaanza kufungua njia. Kuna kitu kimeficha uthamani wenu. Amina. Amen. Unasikia? Amen. Uthamani wa mtu unaweza kufichwa na tabia. Unasikia kweli? Thamani kafichwa. Thamani. Sema thamani. Thamani. Rudia tena. Thamani. Alafu Mungu huwa anainua watu wasiokuwa na mwelekeo, ambao kwa macho ya damu na nyama mnaona hawa wawezi, ndio anawainua, anaweka kwenye nafasi. Mungu anapokupa kitu, usione labda una akili sana, ni kwamba umethaminiwa, umetofautishwa na watu wengi. Amen. 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 Unasikia? Amina. Siku moja kanisa lilipokuwa ninaabudu, mchungaji akatuambia, kesho mnaenda kuhudumu kwenye
zoni. Tukamuuliza tunaenda kuhudumu kama wachungaji, wakasema mimi sijui uchungaji ni kitu gani. Bwana asifiwe. Siku hiyo hatukulala. Unajiuliza, kwani mimi ni nani mpaka nipewe hiyo nafasi ya kwenda kuhudumu kwenye nini? Zoni. Wana wa Mungu, zoni watu 5, 6, 7, alafu ndio umeambiwa kwenda kusimama mbele yao ili ufanyeje? Uwahubirie alafu waombee, na hujawahi fanya hivyo. Yaani tulikuwa tunaomba kusikuchi kwa sababu tuna shauku. Tunaona watu wanahubiri, tuna shauku ya kusimama na kutangaza neno la Bwana. Nakumbuka nilipofika pale, nilikuwa nimeandaa somo langu, nimeliandaa kabisa. Nikafika pale nikapotea rote, sikukumbuka hata mstari wa Biblia. Nikawa nasoma, natafuta, nakagua kwenye diary, nakagua. Mbona sioni tena? Nikagundua nimechukua diary sio. Yaani vile nilivyokuwa nimeandika vyote nimeviacha wapi? Kanisani. Nikaanza kujiuliza hapa, nikaanza hainuliwe Bwana wa mabwana. Walijua kabisa naenda kusoma nini? Somo. Kumbe mimi nimegundua kuna tatizo. Ile tunaimba. Roho Mtakatifu akanifunulia kitabu cha Matendo ya Mitume 1 mstari ule wa 8. Ndio mara ya kwanza naanza kuhubiri, sina diary. Ile nipo katikati na ubiri, pamepamba moto. Nikawa naona geti linasukumwa, kumbe ni mchungaji wa mkoa. Anakuja kukaa nyuma ya nilisikia somo lote limeondoka rote kwanza. Limeama rote. Nikajiuliza huyu anakuja kufanya nini huyu? Yaani kuingia kwake kuliamisha nilichokuwa nakiongea. Kwa sababu nianza kusema hapa kama nikiongea utoporo nishapigwa chini. Nikasema haleluya. Haleluya, nimkaribishe mama aje. Akasema yaani eti iendelee. Nikamwambia Roho Mtakatifu, hapa nisaidie. Baadaye nikaambiwa waambie wasimame. Sema Bwana Yesu. Piga maombi. Alafu wao wanaona napiga maombi, kumbe mimi natafuta pale nilipokuwa nimeishia wapi? Wao wanaona nazunguka, omba, nazunguka. Kumbe mimi natafuta wapi nimefanya. Baadaye nikapapata. Nikaendelea. Baadaye tumemaliza somo. Yule mchungaji akaniambia, "John, ushaikuhubiri?" Nikamwambia hapana, nilikuwa nahubiri tu shuleni. Akasema, "Uko vizuri. Mwezi ujao nakupeleka kituoni." Nikasema mimi? Akasema mimi. Kama ungeniona siku hiyo ukakutana na mimi barabarani, usingekubali mimi niwe mchungaji wako. Nakwambia usingekubali. Uthamani wa maisha yako wewe uko hapa na wapi? Ukiruhusu yale ya mwili yako tawala nafsi, yatazuia uthamani wako. Nataka nikwambia, hata kama unazini mara 200, angalia huko kuna nini huko. Alafu chochea cha huko, kifiche cha milele. Nabii, hivi inawezekana? Nakwambia inawezekana ndani ya sekunde hii moja. Unayeniona hapa mimi nilikuwa mlevi. Narudia tena, mlevi.
levi. Aya, niambie sasa hivi, nenda ukanywe pombe. Sikujua ilishaje ile kiu. Sikujua nani alinitibu. Sikujua. Kwa nini? Kile cha ndani kilipoinuka, tabia ikafa. Amina. Amen. Cha ndani kilipoinuliwa, cha Mungu kile chenye thamani, yasiyo na thamani yakawa yanapoteza uthamani wake. Neema ya Mungu ikiinuka ndani, hata kama watu wakupende, watakutaka. Amina. Hey. Narudia tena, mtumishi hata akiwa na upako lakini ana kibiongo, wana sura ya mbele wala nyuma, mtamtafuta. Kwa sababu hamtafuti sura, mnatafuta nini? Chanda. Mnatafuta ule upako wa ndani. Sasa je, unapaswa uwe na nini? Mwambie na upako. Upako unaongeza thamani. Sema tena. Upako. Sema. Upako unaongeza nini? Thamani. Hata nikuulize, watu wa maisha hayo wapo hawapo? Wapo baba. Wapo. Wanapita hapa, wapiti hapa. Wanapita. Yaani mtu akuulize wewe kwa nini uolewe, anaenda kumuuliza jirani, hivi yule mama kwa nini aolewaje? Kwa nini asikuulize? Uambie, jamani mimi sitaki kufanyaje? Kwa sababu wameenda kumuuliza jirani. Jirani anamwambia hivi, yule ndo alivyo. Yule ana gundu, yule ana tabia hii. Wanakupachikia tabia ambazo wewe hauna. Wanachafua tena na tena. Ndio una gundu, lakini sasa wanakutupia nini? Wanakutupia nini? Uchafu. Wewe sio shimo la takataka, lakini wanakutupia nini? Kwa nini? Umechafuka. Umechafuliwa. Ukishaonyesha kuchafuliwa, ujue utakuwa ni kama shimo la takataka. Wewe kajaribu hivi. Chukua dampo la takataka, nini lile sanduku la kutupia nini? Nenda ukaweke pale kwenye duka lako pale mlangoni pale nje. Uweke sugani, utakuta limejaa. Unaona? Sio wewe umeweka, ile unakuta kila anayepita, kila anayepita. So ukishachafuliwa, makosa yote, iwe ya ukoo, iwe ya familia, iwe ya ndugu, yanakuangukia. Halo? Roho wa Mungu akaniambia siku ya jana, waambie watu hawa tutakuwa na siku 3 za kuinua uthamani. Amen. Amen. Siku 3. Amina. Za kuinua uthamani. Siku 3. Amen. Siku 3. Wewe unayekuja Jumapili unapigwa. Wewe subiri tu Jumapili. Lakini wale wa Jumangapi wanapata vitu vizito hapa. Amen. Tutakuwa na siku 3. Tunaanza leo, kesho, Jumanne, Jumatano. Tunahakikisha uthamani wako unarudi mahali pake. Amen. Amen. Hata kama unauza karanga, wai pita, unamwambia Mungu uthamani lazima nithamini. Unajua kinachosababisha watu kurudi nyuma ni kwa sababu hamjajitambua ninyi ni wakina nani. Hamjajua nguvu ya maombi ni nini. Angalia, nenda ukaangalia kwenye mitandao. Kuna kijana ameua watu ndugu zake wawili. Lakini ukiwasikiliza wale ndugu wanakuambia, huyu kijana amemaliza siku nyingi akiwa anatamka, nitaua mtu. Lazima niue. Yaani hapa lazima niue, lazima nimwage damu. Yaani hapa lazima niue. Na ni kweli akamwambia, chochote unachokitamka kinaumbika kwenye ulimwengu wa roho na kinakupa ujasiri. Narudia tena. Nirudie unisikie.
upako na mabadiliko ya maisha, unanisikiliza? Amina. Unanisikiliza? Amen. Hayafatani unasali wapi, yanafatana kile unachokiamini kutoka ndani. Amina. Amen. 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 Mimi nimetoka hapa, nimeenda kwa Baba, sawa? Nje ya ile jengo, yaani licha ya ile mtumishi kuwa mkubwa dunia nzima, watu wanatamani wafanyeje? Waende, wanaharibu nauli mamilioni kutoka nchi za nje kwenda pale, ila kuna mtu yuko pale analewa usiku na anisikia. Yaani mimi hapa nimeomba nauli. Kuna mtu pale, yaani ni kutembea kuingia tu kanisani. Ukimuuliza mlo unaenda, nakwambia mimi siwezi kwenda mle. Huyo mtumishi ana majini. Ukiangalia kati ya huyo mtumishi na huyo anayeelewa na maisha ni magumu, nani mwenye majini? Nakuuliza, nani mwenye majini? Huyu anayetembea na watu kutoka mataifa kuja, au huyu mwenye kulewa na kujikojolea hapa chini? Nani mwenye majini? Mwenye kulewa. Ili unaamini mpaka saa hii kuna watu wanatoka mkoani, wanatoka Mwanza, wanatoka Tabora, wanatoka Geita, wanatoka Mara, Tarime, wapi, Kenya, Uganda, wanakuja kwa mtumishi wa Mungu Mwamposa, ila kuna mtu yuko pale amegandana na maji yake, anauza, anapata shilingi 200, anarudi wapi? Maisha ni magumu, na unakuta anaumwa ila hajawahi kukanyaga. Kumbe tatizo sio kwenda kwenye kanisa fulani, ni imani ulionayo. Amina. Amen. 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 Nasema ni imani ulionayo. Amina. Sio ukuu wa kanisa. Kama ungekuwa ukuu wa kanisa, wengine hapa msingekuja Chakenge. Amina. Amen. Amen. Chakenge pale kwa nafanya. Alafu nje kote kumezungushiwa karatasi. Mama Jonas ni uongo. Watu tulianzia hapo Mama Jonas. Sebure. Si kwamba alikuwa anafuata jengo, no. Kuna kitu wamekiamini hapa, tumeamini lazima. Yaani hiki unachokiona hapa, sawa? Kitu cha kwanza, haya maisha, nakwambia maisha ya kiroho lazima ukutane na vitu 3 au 4. Vishike kwa makini sana. Kitu cha kwanza, upate mtumishi anayehubiri sana kwenye mambo ya kiroho, mambo ya rohoni, anayekuongoza sana kwenye mambo ya rohoni. Namba 2, mtumishi anayekwambia ukweli. Yaani unaambiwa ukweli, umekosea, ukweli anakwambia umekosea. Namba 3, sasa nikikwambia mbingu, hata barabara naambiwa tubu uende mbinguni. Mtumishi ambaye anaamini kwenye kufanikiwa. Sema kufanikiwa. Hapo ndo umefeli. Sema mafanikio. Unaamini katika nini? Mtumishi anaamini kwamba lazima tufanikiwe, kwa sababu walio wa Mungu lazima wanafanikiwaga. Wa Mungu lazima wafanikiwe. Amen. Amen. Namba 3, namba 4. Unaandika namba 4. Nimekwambia anayesema mambo ya kiroho, anayekwambia ukweli, alafu anayekwambia habari ya mafanikio. Yaani mafanikio sio pesa. Sio tu pesa. Iwe unaumwa na kuambia utapona, utafunguliwa, utainuka. Wewe ungana naye, kuna siku mtatoboa wewe na yeye. Amina. Amen. 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 Hawanielewi. Kuna siku mtavuka, kwa sababu wote mna imani moja.
Wewe unaamini na yeye anafanyaje? Lazima itokee. Amina. Amen. Kwa sababu Mungu asikilize. Yaani wewe nikwambie, Mungu ajibu watu kulingana na majengo wanayosali. Amina. Anajibu watu kulingana na imani walionayo. Amina. Wanaamini. Oh, mimi kanisani kwetu na ghorofa. Nyie mnasali kwenye wewe, akili ziko sawa. Wote tukitoka hapa tupite makaburini, tupite wapi? Atakaye nionyesha ghorofa kule nampa milioni 1, nitaitafuta mwezi mmoja nampa. Atakaye nionyesha kaburini kuna nini? Ghorofa. Mimi nakuja hapa nampa milioni. Kumbe makaburi yote yana nini? Iwe ni tajiri, iwe ni maskini, mnalala flat chini. Mungu angalia hivyo. Mungu anaangalia moyo wa mtu na kile unachokiamini. Amina baba. Amen. Unaweza kuona hata mtumishi hajui kuvaa, hajui nini, lakini huyu amebeba sehemu ya majibu ya maisha yake. Amina. Amen. Kitu cha kwanza ili upokee, rudia tena. Baba, hebu tazama hiki ninachokiongea. Huwezi pokea kwa mtumishi ambao umeonyesha kumdharau. Yes. Sasa, yaani sahau. Amina. Mimi nina baba yangu wa kiroho. Baba wa kiroho. Narudia tena. Baba wa kiroho. Yaani hata kumpigia simu waga naona ngumu sana. Ila kuna mwanae mmoja mnamjua hapa anaitwa Nabii Peter. Alikujaga. Yaani wako hivi. Amen. Si kwamba namuogopa, yaani kuna ukakasi na najua labda nikiongea sana nitakuja kuteleza. Nitakuja kuteleza, labda nitaongea vibaya kwa baba, sijui atanielewa. Yaani baba mwenyewe yuko simple. Kama unavyoona naishi na watoto wangu hapa. Ila yuko simple. Okay, baba uko salama, nagonga tano. Ila hautapokea kutoka kwake. Niulize kwa nini sasa? Niulize kwa nini? Yaani siku ambao umeshikwa na shida adui hata kuambia, hata kushauri uende kwa yule kwamba anaweza kumaliza shida. Ndiyo maana unaona watumishi, watoto wengi tulionao hawakusaidiwa na wachungaji wao pindi walipokuwa wenyeji kwenye hayo makanisa. Amen. Hivi nakupa jibu. Amina baba. Unapokuwa mwenyeji kwenye kanisa, mimi pale napajua, na yule nabii unaweza kumpigia hata samane au mchungaji ukamwona ni kama muuza vitumbua. Yes. Sawa. Yeye inakuja ni automatic tu. Kawaida. Yule tu nikiingia ofisini tu naingia. Tatizo sio kumwendea. Tatizo unapaswa ujilinde. Kwa sababu saa usipojilinda na yule mtumishi asivyokuwa na haya wala nini, unajua atakachofanya? Atakupokea kama ulivyo kuja. Habari, uko shwari. Poa. Fresh. Aisha. Lakini siku ambayo wewe unapaswa uinue imani sasa ili akusaidie, haipo. Yule mtumishi ana nini? Ana ubavu. No. Mama utaangukia miguu. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Si kwamba uweze saidika, unasaidika. Ndiyo maana mtu yoyote mpya hapa ni rahisi sana kupokea cha Mungu. Kwa sababu gani? Kitu cha kwanza anakuwa na shauku ya kumuona mtumishi,
alafu ana shauku ya kuongea na nani? Na mtumishi. Amen. So mtumishi anapoongea naye anapokea ile jambo kwa wepesi na kwa haraka. Amen. 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 Mtumishi anaongea ni yule, nishazoea maneno yake. Bibi ali. Kumbe maskini nyuma ya hicho yuko adui aharibuye. Yuko adui anayeharibu.